Ni kusalimu rafiki yangu popote pale ulipo na unapoendelea kusikiliza. Leo Mungu ametupa neema tujifunze. Leo tuna topic ambayo itaweza kukufungua kitu, hatua fulani kwenye safari yako ya kumtafuta Mungu. Tumekuwa tukiona watumishi mbalimbali kwenye Biblia wakijitenga na roho za familia au miungu ya familia au miungu ya mababu zao au mababa zao. Lakini kwa Yesu Kristo hatujaona hicho kitu. Huduma alifanyia pale, alikuwa na ndugu zake na hata kama hawakumuelewa, hata kama hawakumwamini, lakini hizo roho hazikumsumbua yeye, kama jinsi wengine walivyotengwa, kama Ibrahimu alivyotengwa. Soma kitabu cha Ibrahimu cha Mwanzo 12:1-3. Naona Ibrahimu anaambiwa, toka kwenye nyumba ya baba yako, nenda mpaka kwenye nchi nitakayo kuambia, huko ndo nitakako kubariki na kufanya mtu mkuu. Lakini pia tunaona Gideon anaambiwa, kwanza vunja maashira ya baba yako. Lakini Musa kabla ya kuitwa unakwenda kumtumikia Mungu anakuambia, kwanza vua viatu vyako. Lakini Yeremia anaambiwa, Yeremia 1:10 anaambiwa kwamba nimekuweka juu ya mataifa na falme, lakini kwanza ng'oa, bomoa, haribu na angamiza, ndipo upate kujenga na kupanda. Lakini kwa Yesu Kristo haikuwa hivyo. Yesu Kristo yeye baada ya kubatizwa tunaona anaongozwa na Roho Mtakatifu kujaribiwa na Ibilisi nyikani. Baada ya majaribu tunaona anaanza huduma. Hajaoneshwa kuvunja roho na kutoa labda sadaka za kuvunja roho za ukoo na familia na vitu kama hivyo. Kwa nini? Sasa hapa kuna kitu lazima tujue. Yesu Kristo yeye alizaliwa kutoka mbinguni, alikuja kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, yeye ametoka mbinguni. Lakini wengine tumezaliwa na mababa wa hapa na damu ya hapa. Kwa hiyo damu ya Yesu Kristo sio damu ya duniani, ni damu ya mbinguni, ni damu ya Baba mwenyewe na damu ya Roho Mtakatifu. Lakini damu zetu ni damu za mababu kutoka kwa Adam. Ina maana Adam yeye alikuwa ni udongo, lakini Yesu Kristo alikuwa ni roho. Adam alikuwa na damu ya nafsi ya duniani, hapa ambapo kuna uharibifu, lakini Yesu ametoka mbinguni. Nataka tuangalie hichi kitu. Unaona kwenye Luka 1:31-35 maandiko yanasema, tazama utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanaume na jina lake utamuita Yesu. Hapo kumbuka, ngoja nianzie 30 ili uweze kuelewa vizuri. Malaika akamwambia, usiogope Mariamu, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Mstari wa 31, malaika Gabriel anamwambia, tazama utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanaume na jina lake utamuita Yesu. Huyo atakuwa mkuu, ataitwa mwana wa aliye juu, na Bwana Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi baba yake. Atamiliki nyumba ya Yakobo hata milele, na ufalme wake utakuwa hauna mwisho. Mariamu akamwambia malaika, litakuwaje neno hili, maana simjui mume? Malaika akajibu akamwambia, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako, na nguvu zake aliye juu zitakufunika kama kivuli. Kwa sababu hiyo, hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu, yani mwana wa Mungu. Tunaona hicho kitu kinatokea. Lakini pia tunaona kitu kingine ambacho ni cha ajabu kwenye hichi kitabu cha Mathayo sura ya 1 mstari wa 21 mpaka ule wa 23. Maandiko yanasema, naye atazaa mwana, naye atamuita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu na dhambi zao. Hayo yote yamekuwa ili litimie neno lilo neno na Bwana kwa ujumbe wa nabii akisema, tazama bikira atachukua mimba na atamzaa mwana, nao atamuita jina Immanueli, yani Mungu pamoja nasi. Tunaona kwanza ni bikira aliyemzaa, lakini hakushiriki damu ya baba kusema amezini naye labda Yusufu, hapana. Kwa hiyo damu tunayohesabiwa huwa ni ya baba. Kwa hiyo Mungu mwenyewe alimpa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, na ni Roho Takatifu iliyoingia na ikaingia kwa bikira. Na bikira huwa ana sifa 3. Kwanza huwa ana taji ya nyota 12, lakini pia huwa ana jua liko kwenye kichwa chake, ina maana ikiwa anamaanisha ufalme na utukufu. Lakini pia anakuwa na mwezi miguuni mwake ambao inamwakilisha baraka. Ndio maana ukiangalia Bikira Maria
akiwa anaoneshwa kwenye kitabu cha Ufunuo 12. Kwa hiyo haya ndiyo yanaweza kukutofautisha kwa nini Yesu Kristo yeye hakuanza kuambiwa kuvunja roho za mizimu, roho za ukoo, roho za kifamilia, lakini wewe unatakiwa, kwa sababu bado tuna asili ya dhambi ya asili ya Adam na Hawa, lakini dhambi za mababu zetu waliotutangulia, hata kama leo hawatambiki, lakini walishatambika, na roho zile hazifi, zinaishi mpaka leo. Na wachawi uwezo ukawajua, kuna watu wanatambika kwa siri, kuna watu wanafanya ushirikina kwa siri, kwa hiyo uwezo ukajua. Na hata mtu yeyote akitaka kukuloga atakuhusianisha na roho za ukoo wako. Akienda kwa mganga, wataangalia roho yako ya ukoo na roho yako ya familia na asili yako, ndipo shetani atafanya kazi. Kwa hiyo ni vizuri kujua hilo na kujitenga leo na maombi. Kama nilivyokufundisha, unaweza kuingia kwenye maombi ya mfungo kwa kufunga kadri Roho atakavyokuongoza, lakini maombi yenyewe kama maombi, unaweza kuenda hata maombi ya siku 40 kwa ajili ya kuvunja na kujitenga na roho za ukona. Ili uweze kujitenga vizuri, jitahidi kuacha dhambi wewe, jitahidi kuwa umeokoka na umebatizwa na umejazwa Roho Mtakatifu, lakini pia jitahidi wewe mwenyewe kuwa tayari kujitenga na watu na vitu visivyo sahihi, hata kama ni ndugu, jamaa, marafiki au nyumba ya baba yako. Kama Roho Mtakatifu akikuongoza ujitenge, ni vizuri ufanye ili uweze kumshinda shetani. Tofauti na hapo utazidi kuwa mhanga, tofauti na hapo utazidi kushambuliwa, kwa sababu lango litakuwepo, na lango likisha kuwepo hakuna namna utashinda. Nawapenda. God bless you. Be a shining star in Jesus name. Shalom.